Mkoa wa Morogoro una jumla ya kilomita 2071.3. Kati ya hizo kuna kilomita 700 ambazo ni za lami, ambazo ni barabara kuu, na 1300 ni kwa ajili ya barabara za changarawe. Katika muda wa miaka hii minne ya uongozi wa mama, mkoa wa Morogoro umepokea takribani bilioni 712 katika utekelezaji wa miradi mbalimbali. Mkoa wa Morogoro una bajeti ya kawaida ya matengenezo wa bilioni 22 kwa mwaka. Kwa hiyo utakuta ndani ya miaka minne tuna karibu bilioni 88-89 ambazo tutakuwa tumezipokea katika mkoa wa Morogoro kwa ajili ya matengenezo ya kawaida katika barabara zetu ambazo zipo, barabara ambazo zina exist. Mkoa wa Morogoro unaendesha miradi mbalimbali. Sasa hivi tunaendelea na miradi ambayo tunaita ni miradi ya SEC kwa ajili ya madaraja ya dharura ambayo tulilazimika kuyafanya kutokana na mvua za El Nino na Hidaya zilizoikumba nchi, na katika mkoa wa Morogoro tuna bilioni 37 katika utekelezaji wake. Na maeneo ambayo tunatekeleza katika wilaya ya Gairo tuna madaraja mawili. Tuna daraja moja linaloitwa Nguyami na tuna daraja linaloitwa Chakwale. Daraja la Nguyami lina mita 80 na Chakwale lina mita 100. Moja limefikia 92% na jingine liko 96%. Madaraja ni marefu na thamani ya madaraja haya, daraja la Chakwale lenyewe lina bilioni 6.4 na daraja la Nguyami lina bilioni 7.1. Aidha tunayo madaraja mengine katika ujenzi wa barabara ya Morogoro kwenda Dodoma. Tuna madaraja ya Ngerengere, tuna daraja la Kihonda. Daraja la Ngerengere ambalo mtekelezaji wake ni mkandarasi anaitwa Jonta, ambayo lina thamani ya bilioni 5.3, na tuna daraja la Kihonda ambayo linatekelezwa na mkandarasi anaitwa Osaka, ambalo na lenyewe lina thamani ya bilioni 5, zaidi ya bilioni 5. Tunayo madaraja mengine ambayo yako wilaya ya Mvomero. Tuna daraja la Mjonga, limeungana kwenye mkataba mmoja na daraja ambalo linaitwa Bwage, lenye jumla ya thamani ya bilioni 10.03. Daraja liko kwenye 52%. Kama madaraja mawili, moja lina mita 80 na jingine lina mita 25. Tunalo daraja jingine ambalo lina dharura linaitwa Doma katika barabara ya kutoka Morogoro kuelekea Iringa, nalo ambalo lina urefu wa mita 25, linatekelezwa na mkandarasi anaitwa Jambela. Madaraja yote haya nikiyajumlisha yanaleta thamani ya bilioni 37.8 ambayo ni madaraja ya dharura, na tulipata ufadhili wa benki ya Dunia. Tunayo miradi ya mikakati, miradi ya kitaifa. Tuna mradi wa kilomita 78 kutoka Bigwa kuelekea Mvuha. Mradi huu sasa hivi karibuni umepata hela za awali, kwa hiyo mkandarasi sasa ataanza kufanya kazi na kwa ujenzi wa kiwango cha lami. Tuna mradi wa Ubena Zomozi kilomita 11 ambao tayari umekwisha kuanza na uko kwenye 26%, unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Kings. Tuna mradi wa kitaifa mwingine ambao ni Ifakara kwenda Mbingu. Mradi huu ni wa kilomita 62.5 ambao nao hivi karibuni mkandarasi amepata malipo ya awali. Kwa hiyo sasa mkandarasi anatakiwa kuingia na kufanya kazi za ujenzi kwa kiwango cha lami. Tuna mradi wa kutoka Mbingu kuelekea Chita. Mkandarasi alikwisha kusaini mkataba, sasa tunasubiri malipo ya awali ili naye aweze kuanza kazi. Tuna mradi sasa hivi wa kutoka Lupiro kwenda Malinyi ambao unakuwa na jumla kilomita 112 kwa kiwango cha lami. Mkandarasi amekwisha kusaini mkataba na anatakiwa kupata malipo ya awali ili aweze kuanza kazi hiyo. Tuna miradi midogo midogo mingine ya dharura ambayo ilikuwa inaleta usumbufu mkubwa kwa watumia barabara, kati ya barabara ya kutoka Ifakara kuelekea Mlimba mpaka Taweta mpaka Madeke mpakani na Njombe, ambao sasa tumepeleka wakandarasi wa kujenga madaraja madogo yani box culverts karibu madaraja 8 ambayo yanatekelezwa na wakandarasi mbalimbali. Tunadhani kabla ya mvua za mwaka huu kuanza tunatakiwa tumeshakamilisha kujenga madaraja hayo ili kuondoa usumbufu kwa watumia barabara hizo. Lakini ipo miradi ambayo imekwisha kukamilika. Upo mradi wa kiwango cha lami umeshakamilika kutoka maeneo ya Kidatu kuelekea Ifakara. Mradi huu ulishakamilika na unaendelea kutumika. Tuna mradi ambao ulikwisha kukamilika kutoka barabara ya Dumila kwenda Kilosa. Mradi umeshakamilika na barabara inatumika kwa kiwango cha lami.
Tuna mradi wa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina ya barabara ya kutoka Msamvu kuzunguka ile Morogoro kwenda Bigwa Junction, ambao mradi huu una thamani ya milioni 569 kwa ajili ya kujenga kiwango cha lami. Manake barabara hii tunataka tuipanue kuwa njia 4 na sehemu zitakuwa njia 3, hasa maeneo ya mjini kwa sababu ya ufinyu wa upatikanaji wa eneo. Tuna mradi mwingine ambao ni upembuzi yakinifu wa kina ya Ubenazomozi Ngerengere mpaka karibu na bwawa la Nyerere kule, ambao mradi huu unaendelea na huko kwenye hatua za mwisho kabisa, ambao na thamani ya bilioni 1.33. Mradi wa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara ya Gairo kwenda Nongwe kilomita 54. Taifahamu maeneo ya Nongwe yalivyokuwa na ugumu wa kupitika. Kwa maeneo yale yote tunataka kujenga kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo katika usanifu na mradi unaendelea huko, kwa unajengwa, unatengenezwa, unagharamiwa kwa kiasi cha bilioni 522.2. Tuna mradi wa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina barabara ya Miombo Lumuma kilomita 72. Mradi huu unaendelea na huko kwenye hatua za mwisho kwa ajili ya upembuzi. Miradi yote ninayozungumza ni kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami. Thamani ya mradi huu wa Miombo Lumuma ni milioni 680. Tuna upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa daraja la Mkondoa katika barabara ya Dumila Kilosa. Mradi huu una thamani ya milioni 369 kwa ajili ya kufanya upembuzi na usanifu wa kina. Mradi huu unaendelea na huko katika tuko huko asilimia zaidi ya 60. Kwa hiyo tunategemea utakamilika muda si mrefu. Kuna upembuzi wa barabara eneo la tunaita eneo la gate pale Sua kupitia Mzinga hadi Mzumbe. Na kazi hii ya upembuzi yakinifu nayo imekwisha kuanza, yenye thamani ya shilingi milioni 129. Miradi yote hii ambayo nimezungumza inatengeneza jumla ya bilioni 3.6 ambayo baadaye itajengwa kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo utaona jinsi gani mkoa wa Morogoro nao ulivyojipanga kwa kupata hii hela, na once miradi inapokamilika namna itakuwa tumefungua njia kwa kiwango kikubwa. Au tunayo miradi pia ya kimkakati sehemu mbalimbali ndogo ndogo ambazo zinatengeneza jumla ya bilioni 129 toka mwaka 2021 sasa na kuingia 2025 na malizika. Aidha, nipende tena kushukuru kwa kiwango kikubwa kwa Mheshimiwa Rais kutuwezesha kila sekta katika eneo letu kuwa tunafanya kazi kwa ufanisi, kwa kuwa tunapata na tunaletewa hizi fedha. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.